kama ambavyo tumejionea jengo letu hili la RCH ambalo linajumuisha ni jengo ambalo litatoa huduma ya baba, mama na mtoto katika kituo chetu cha afya hiki. Mimi imani yangu kwamba wananchi na wao wataendelea kuridhishwa na huduma ambazo zitaweza kutolewa ndani ya jengo hili. Na ndio maana hata hapa tulipo wamejitokeza kwa wingi, ni kwa sababu ya kuja kujionea matumaini na upendo ambao mwenge wa uhuru utaacha katika jengo hili. Ni imani yangu kila mmoja aliyepo hapa ataenda kuyatafsiri maneno haya kwa vitendo kwa wananchi waliopo ndani ya wilaya hii ambayo bado hawajafika kujionea jengo hili. Kwa sababu maendeleo haya, ndugu zangu, yanatekelezwa ni kwa sababu ya serikali ilivyokuwa na utii kwa wananchi ambao wanawasimamia. Ndiyo maana Mheshimiwa Rais Daktari Samia wakati ameapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliweza kuwaahidi wananchi wa taifa hili kwamba yeye ataenda kuhakikisha anaboresha upya miundombinu ya sekta hii ya afya. Na ndiyo maana leo hii hakuna kijiji hata kimoja ambacho hakijapelekewa miundombinu hii ya afya, ikiwemo ni zahanati, ikiwemo kituo cha afya. Kwa baadhi ya maeneo tumejenga hadi hospitali katika maeneo yao. Ni jambo ambalo kwa kweli linaita hamu na hamasa ya kuendelea kuwatii viongozi hawa. Na ndiyo maana Mwenge wa Uhuru kupitia kauli mbiu yake inasema tujitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ni kwa sababu ya kwamba tuende tukachague viongozi ambao wataleta maendeleo kama ambavyo Mheshimiwa Rais Samia anaendelea kutufanyia ndani ya taifa hili. Tunafurahia kwa kuzindua hospitali hii kwa huduma ya baba na mama na mtoto. Tutakuwa tunaleta watoto hapa ili tupate huduma. Tunashukuru sana kwa kutufungulia kituo hiki. Tunashukuru sana serikali kwa kuletea mradi huu huduma ya baba, mama na mtoto. Pia tunaomba huduma hii iweze kuendelea. Tunaahidi kuwa tutakuwa tunaleta watoto wetu katika kituo hiki ili kiweze kuwasaidia watoto wetu na sisi wazazi pia. Pia tunawahamasisha wakina mama wenzangu waweze kuhudhuria katika kuleta watoto kwenye kliniki. Pia huduma mbalimbali zitaweza kutolewa katika jengo hili lilofunguliwa. Tunashukuru Mwenge wa Uhuru kwa kutuzindulia mradi huu wa hospitali ya wilaya. Nadhani mradi huu utatusaidia huduma bora za kiafya. Washauri wanaume wenzangu ili tuwasindikize wake zetu kwenye afya hizi bora za mama na mtoto na baba. Serikali ikiwa inaendelea kuboresha huduma mbalimbali, pia imeendelea kuboresha huduma za afya ikiwemo katika hospitali ya Halmashauri ya wilaya ya Kasulu ambayo ilianza kutoa huduma rasmi mwaka 2020 ikiwa na yale majengo ya muhimu ya awali, majengo 7. Ilitoa shilingi milioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la baba, mama na mtoto. Hapo awali huduma hii ilikuwa haipo katika jengo letu. Hivyo tulikuwa tukitoa huduma hii kwa njia ya mkoba. Wataalamu walikuwa wakitoka na kwenda maeneo ya vijijini na kutoa huduma hii kwa wananchi. Baada ya kupata jengo hili, sasa huduma zote za baba, mama na mtoto na huduma rafiki kwa vijana zinatolewa katika jengo letu la RCH katika hospitali yetu ya wilaya Kasulu. Kuwepo kwa jengo hili kumeendelea kuboresha huduma za kliniki za kina mama wajawazito, watoto wachanga, elimu kwa kina baba, elimu kwa vijana, elimu ya uzazi kwa vijana. Pia tumeendelea kutoa huduma za chanjo pamoja na uzazi wa mpango na huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi na kuzuia ukimwi, huduma za kuzuia ukimwi kwa watoto. Ofisi ya mganga mkuu imeendelea kushirikiana vyema pamoja na ofisi za TAKUKURU katika kupambana na rushwa mazingira ya kazi. TAKUKURU wamekuwa karibu na sisi hasa kwenye upande wa miradi kwa ajili ya usimamizi, wakitupa maelekezo mbalimbali na kutusimamia kwa ukaribu ili kuwezesha miradi yetu kukamilika kwa wakati na kutokuwa na dosari za matumizi ya fedha na thamani ya mradi.
hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu ilipokea fedha mwaka 2024/25 shilingi milioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa jengo la baba, mama na mtoto. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2024 mwezi Septemba na umekamilika mwaka 2025 Februari na kuanza kutumika. Huduma ambazo zinatolewa katika jengo hili ni huduma za chanjo, huduma za dawa, huduma za kliniki za wajawazito, huduma za uzazi wa mpango, lakini pia huduma za uzazi salama, lakini pia huduma za upimaji wa virusi vya ukimwi na ushauri nasaha, lakini pia huduma za watoto, chanjo za watoto, lakini pia huduma rafiki kwa vijana. Kwa ujumla hospitali inatoa huduma nyingi sana, ikiwemo huduma za upasuaji. Hospitali inatoa huduma za kuhudumia wagonjwa wa nje, lakini pia inatoa huduma za kulaza wagonjwa na huduma zingine nyingi. Ningependa kuchukua nafasi hii kuishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutuletea fedha nyingi sana kwa ajili ya kutekeleza miradi hii, ikiwemo mradi huu wa RCH. Lakini pia tunashukuru Mwenge wa Uhuru 2025 kwa kuzindua jengo hili la RCH, na wito wangu kwa wananchi wa Kasulu kwa ujumla, especially wananchi wa Nyamnyusi na Nyakitonto ambao wapo karibu na eneo hili, kuhudhuria kliniki hapa katika jengo hili la baba, mama na mtoto na kuendelea kupata huduma bora, kwani malengo makubwa ya hizi huduma especially ya jengo hili la RCH ni kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.